Mimi ambacho naweza nikawashauri watu au wazazi mbalimbali ni kwamba tunatakiwa kwa kweli kuwalea watoto kwa kuwapa elimu. Hakuna kitu ambacho tunaweza tukawapa wazazi watoto au kuwarithisha watoto ni elimu pekee. Kwa sababu hata ukimwachia namna gani, lakini kama kichwani hamna kitu, hiyo ni kazi bure. Kwa kweli ni wasihi wazazi tuendeleze, tuwe kugundua maono ya watoto na vipaji vya watoto ili kila mtoto aweze kwenda kwenye direction ambayo yeye mwenyewe anaiona inafaa, kuliko kumlazimisha mtoto asome hiki wakati kumbe unaona kuna vipaji mbalimbali vipo pale. Kwa jina naitwa Edith Emily Elasto. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya mahafali hii ya watoto wetu. Kwa habari ya elimu, ninapenda kuielezea elimu. Lazima wazazi tuweke kipaumbele kwa ajili ya elimu. Elimu ni kitu bora zaidi. Na manufaa ya elimu, unapomsomesha mtoto wako na kumuingiza katika elimu na akamaliza, ni jambo la heri sana. Na unapofanya kitu cha elimu ni kitu ambacho kinaelimisha watu wengi. Kwa hiyo tunaposimama kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya kuelimisha watoto kwa ajili ya elimu, ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo kwa ushauri wangu kuhusu elimu, kila mzazi aheshimu sana kuwa mtoto wake anapoingia shuleni, anapofanya vizuri na kumpa support ya kuingia shuleni ni kitu kichema zaidi. Kwa ajili ya ushauri kwa ajili ya elimu popote pale, watu wazingatie sana walimu kuhusu wanafunzi, kile ambacho mwanafunzi anafundishwa, na wazazi kufuatilia jinsi gani mtoto wako amepokea na uweze kufuatilia kile ambacho mtoto wako anafanya kule shuleni. Kwa wazazi ni kufuatilia kuwa mtoto atakapofundishwa ni kitu gani amekipokea. Na kuhusu walimu, ninaomba ushirikiano wao na wazazi na kuwafundisha watoto katika malezi yote bora kuhusu elimu. Asante sana. Habari za mchana. Kwa niaba ya wazazi napenda kutoa neno fupi. Kabla ya kutoa neno niseme, wakati mwingi ukiwa kwenye sherehe, kwa watu wakiwa na furaha, ni mara chache sana ukaongea mambo ya muhimu akakuelewa na kukaa nayo. Mara nyingi mawazo huwa yako kwenye sherehe. Kwa hiyo jambo kubwa nitakalolisema ni kwamba tunawashukuru walimu kwa kuandaa vijana ambao wamemaliza elimu yao ya msingi baada ya kufanya mtihani. Kwa maandalizi mlioyafanya, tunaamini kabisa watoto wetu watafaulu na wataendelea na masomo yao kule watakakuwa wamechaguliwa kuendelea. Kwa hiyo kikubwa ambacho nasema, asanteni sana na tuendelee kuboresha elimu ya Adonai ili tuwasaidie watoto wa Tanzania. Asanteni sana. Sina mengi zaidi. Asante. Asante. Kwa niaba ya uongozi wa shule Victory Adonai, kamati ya shule, wazazi pamoja na watoto wetu wanafunzi ambao tumewapa vyeti, tungependa kukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutenga muda na kuwa sehemu ya historia ya siku ya leo katika mahafali hii ya pili ya shule yetu ya Victory Adonai. Kwa hiyo napenda ni kukabidhi zawadi hii ili iweke kumbukumbu na kutambua mchango wako muhimu sana katika siku yetu hii maalum sana, siku ya graduation leo mwezi huu wa 9 2025. Kwa jina ninaitwa James Mbwaike, ni mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Victory Adonai. Ni shule inayopatikana wilaya ya Ubungo, kata ya Kulangwa. Lakini pia kuna kituo cha kulelea watoto
ambacho kinapatikana Tegeta A. Hivyo Victory Adonai inatoa elimu kwa watoto wa daycare pamoja na shule ya msingi. Tunawakaribisha nyote kuja kujiunga na shule hii. Ni shule nzuri ambayo kimsingi inafanya vizuri kitaaluma kwa darasa la 4 na darasa la 7. Mpaka kufikia leo tumeshatoa madarasa 3 ya darasa la 4 kwa miaka tofauti tofauti na madarasa 2 kufikia mwaka huu 2025. Tunaona matokeo ya mwaka jana 2024 tumekuwa na ufaulu mzuri wa daraja A. Hivyo nakaribishwa kumleta mtoto wako katika shule hii ya Victory Adonai. Aitwaye Alex. Alex akuwa mwanafunzi mwenye maajabu kwa uwezo wa darasani. Mara nyingi akisoma, herufi zilimchanganya sana. Akifanya hesabu, majibu hayakuwa sawa. Wenzake walimcheka bila huruma. Hata kuandika jina lake anashindwa vizuri. Huyu ni Bwana Sifuri. Unajua nini? Hata nyumbani hali ilikuwa mbaya zaidi. Wazazi wake walimwazia kwa huzuni. Mara nyingi hata walikata tamaa. Alex, tumechoka kukulipia ada. Hatuoni kitu. Angalia dada zako, angalia jirani zako. Wote wanafaulu zaidi yako. Wewe kila siku sifuri. Moyo wa Alex ulijaa maumivu. Alikuwa na kila sababu ya kuacha shule. Lakini Mungu hakumwacha. Naam, alikuwapo mwalimu mmoja, Mwalimu Grace. Mwalimu huyu hakumuona Sifuri wa darasani kama wengi walivyomuita, bali alimuona mwenye thamani. Mara nyingi baada ya somo, alimwambia kwa sauti ya upole, Alex, usiogope. Hata tone la maji likianguka mara kwa mara, hulichimba na kutoboa jiwe gumu. Endelea kusoma, endelea kujaribu. Siku moja utashangaa mwenyewe. Maneno hayo yakawa mwanga moyoni mwa Alex. Marafiki wachache waliomwamini wakamsaidia. Wakamwonyesha njia ya kusoma. Wakamfariji alipokuwa akilia. Kidogo kidogo, hatua kwa hatua, Alex akaanza kuelewa. Miaka ikasonga, na ulipofika mtihani wa darasa 7, matokeo yakatoka. Shule nzima ilibaki kushangaa. Jina la Alex liliandikwa kwenye orodha ya waliofaulu vizuri. Sauti za kebehi zikatoweka, zikabadilika kuwa makofi. Na leo Alexi yule aliyedharauliwa jana, leo ni daktari maarufu anayeheshimika katika jamii. Msaada wa kwanza wa familia yake. Wazazi wale waliomkataa sasa wanakaa mezani wakimshukuru, wakisema kwa sauti ya fahari, bila Alex tusingekuwa tulivyo leo. Na majirani walibaki wakinong'ona, kwa kweli tusimcheke mtoto wa leo, huenda kesho akawa tumaini letu. Hadi kufikia hapo, wapendwa wasikilizaji, simulizi yetu ya leo inaishia hapo. Asanteni kwa kutega sikio, kwa kushirikiana nami katika safari ya maisha ya Alex.
Tukumbuke daima, mtoto wa leo anaweza kuwa shujaa wa kesho. Mpaka wakati mwingine, mimi msimulizi wako Gladness Mwampiki na waheshimu na wathamini, na kwa sasa nasema kwaherini. Give us energy when we eat cassava, ugari, Irish potato, rice, maize and chips. We feel strong. Those who do hard work like manual workers, they're supposed to eat carbohydrate so to be strong. But be careful, don't eat too much carbohydrate. Thank you for listening to me. I love you all. I am Grace Noah. I am 8 years old. My class teacher is Sir Peter. I am in grade 3A. I am talking about another group of food, which is fat and oil. Here we have ground nuts, avocado, cooking oil, and coconut. These foodstuffs provide our body with fat and oil. Fat and oil makes our body warm. Without them, we would be feeling cold all the time. We should be careful when we take food rich in fat and oil, because too much fat may cause big problems in our bodies like overweight, which can cause heart diseases like diabetes. So please be careful when you take food rich in fat and oil. Thank you. I am Tristan Aaron. I am in class 4. My class teacher is Amadodo. I am here to talk about water. Water is not food, but water is very important in our bodies, because without water, digestion cannot occur. Water also helps in transport nutrients in the different parts of the body. Water also helps in regulating the body temperature. For example, when we feel hot, we drink water and then we feel cold. Thank you for listening. I am Daniel. I am class 4 pupil. I am 9 years old. My class teacher is Madam Irene. I am going to talk about fruits. Here we have bananas, oranges, okra, eggplant, cucumber, carrots, and tomatoes, and apples. These are vegetables and fruits. These vegetables and fruits have vitamins. Vitamins help to protect our body against diseases because they strengthen our body immunity. Thank you. Sentence number 1. Smart students solve simple sum. 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 Sentence number 2. Father-friendly family finds fun forever. Father-friendly family find fun forever. Father-friendly family find fun forever. Father-friendly family find fun forever. Now we now turn to Kiswahili tongue twisters. Contestant number 1, Shadia Simbano. Baba bora jenga boma bora. 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 Shimo za shima shimo leta shima. 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 Kompyuta kubwa yenye kasi kiongozi kamera kazi. 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 Contestant number 2, Ivan Mawingi. Baba bora jenga boma bora. Baba bora jenga bora bora. Baba bora jenga bora bora. Baba bora jenga bora bora. Shimo za shima shimo leta shima. Shimo za shima shimo shima. Shimo za shima shimo shima. Shimo za shima shimo shima. Kompyuta kubwa yenye kasi kiongozi kamera kazi.
Kompyuta kubwa yenye kasi, kiongozi kamera kasi. Kompyuta kubwa yenye kasi, kiongozi kamera kasi. Kompyuta kubwa yenye kasi, kiongozi kamera kasi. Contestant number 3, David Oscar. Baba bora jenga boma bora. 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 Simama uzaa heshima, heshima uleta heshima. Heshima uzaa heshima, heshima uleta heshima. Heshima uzaa heshima, heshima uleta heshima. Heshima uzaa heshima, heshima uleta heshima. Kompyuta kubwa yenye kazi, kiongozi kamera kazi. 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 Kwenda sawa sawa, hakuna naye mwacha wenziwe. Hii ndio Victor naye. Makofi ni mengi, bado sijana mama unashika kama nini? Piga makofi wewe hapo, mtoto mwenziwe, mtoto wako bado hujapiga makofi. Baba piga makofi hapa mbele. Piga makofi, piga makofi, 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 makofi. Ewa, cha 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 cha. Ewa. Sisi ambao tunasura. Tunatumia gari kwa shule nyonga tu. Namna hiyo. Namna hiyo. Yaani hapa Victor ni safi. Bali tunapika. Tunapika makofi na vigelegele. Sasa kuna nini? Ewa, tumalizie. Sasa ni wewe hiyo. Wewe mstari. Anasema kwa nini? Hakuna anaongea, kila mtu anajua kazi yake. Ewa. Sasa hapo anatumia muda. Anatumia muda kwa bwana wewe. Mimi naenda subiri uone. Ewa. Wewe kijana anapanda kama anapanda buru. Sasa hiyo anakuwa kuliko. Shuhudia kama anapanda mlima Kilimanjaro. Kama anapanda mlima Kilimanjaro. Ni kwa heshima. Asante. Mama yetu sasa ndio wanakupa hapa leo. Hapa. Sasa unaona? Sasa tumekaramo Victor Adonai movie leo tuko kabisa na mimi ndiye wako, si mwingine niite nini punde sasa. Wakati makamanda wanatengeneza vipo vitu vyao haraka, nyumba hiyo itakwenda kusimama. Wakati huo makamanda wengine wameteka na kuhakikisha kwamba hakuna anayeingia wala hakuna anayetoka, ili kuhakikisha wenzetu wanakuwa salama mpaka msaada kutoka na kwa makuna kuja. Hao wanaotengeneza hapo ni makamanda kutoka Beijing China, wamepatiwa mafunzo mbalimbali. Makamanda hao wanakunyonga supu ya pilipili na nyama ya kenge. Popote ulipo Victor Nai, unahakikisha gender balance. Na hapo ukiangalia kuna kichwa kimesuka nywele, huyo sio zaidi sema pale, huyo ni mnada. Chap. Wakati huo Pedro hana hali. Tunasema hatukuachi nyuma, tunaondoka na wewe mgonjwa wetu. Sisi ni tu. Ukiamua jeshi sina na mama, ni kama hivi, hatuachagi mtu nyuma sisi. Tukienda 8 tunarudi 8. Ewa. Wakutia komando wanatoa maelekezo. Huyo ndio injinia hapa shule yetu, anasema subiri. Hakuna mbao, hakuna msumari hapa. Huyo ndio mtu kutoka Kaboni. Wanasema nyumba hii isimame, lazima isimame. Na kama unaangalia makamanda wako makini kutoka hapa, hakuna mtu aliyepita hapo. Wamemruhusu kupiga picha baadaye akasikuze makumbusho yeye akafufuka aseme hii ni kwa Victor Adonai, nasema mara nyingi. Sasa nyumba hii inakwenda kusimama, makofi na vigelegele. Nyumba inasimama. Sasa kama ni mwanadamu kuna mlango na sisi nyumba yetu ina mlango. Sasa mlango wake wapi? Utauona. Sasa nyumba imegeuzwa. Nyumba lazima ipigwe bati. Nyumba hiyo inakwenda kufunguka. Mlango sasa hapo mafundi wanapaua. Wanakwenda kupiga bati. Wakati huo wanasubiri bati likishazoka, likishaezekwa, mlango ishafunguliwa. Huyu mgonjwa asiwe. Kuna mtu anaona. Watoto wadogo
skills kubwa. Unawaona hao? Mkimwona master anakujaga shuleni, sio anakuja kucheza makirikiri. Vijana wameiva. Sisi tunasubiri tangazo kwa mujibu wa sheria utakaozi wa ndani. Huyu apumzike kidogo wakati tunasubiria msaada kutoka makao makuu. Na kamanda hapo ndani wanasema tumwachi. Na kama unavyoona sasa mgonjwa mazao amelala ndani. Wanasubiria msaada kutoka makao makuu. Punde wanapokea msaada kusema kwamba bwana, tunasikitika kuwaambia kwamba helikopta imeshindwa kutua hapo kwa sababu watu ni wengi itakuja mateti. Hivyo basi, amesheni kambi mtumie. Sio wengine ni sisi leo. Sasa ni kwa timu ya timu. Aliyetu ushahidi kwa hapa kwa kila watakuja kusema kwa sisi tunalala hapa wanakwenda kufuatilia. Makomando wao wanaingia, waliacha eneo safi bila kutoka na kambi ili pewa mahali hapa. Kwa hiyo dereva hao makini Dear honored guests, we are truly grateful for your presence today. We also want to congratulate and thank the school director, school committee chair, head teacher, teachers, non-teaching staff, guests, parents, fellow pupils, and all audience members for their presence. You are all warmly welcome. Dear honored guests, today we joyfully gather to celebrate the growth, achievements, the bright future of the pre-unit and grade 7 students of Victor Adonai Nursery Primary School. The grade 7 class began in 2022 with 13 students in grade 4. But now we celebrate 23 graduates, all of whom transferred from other schools to make Victor Adonai their home. This growth demonstrates the school's commitment to excellence and perseverance. The grade 7 graduates also celebrate with our younger pupils in the pre-unit. They started their journey in 2023 with 13 children in the baby class, including 6 girls and 17 boys. We thank Almighty God for their remarkable growth, as well as they now complete their nursery journey with the 40 children, including 23 boys and 17 girls. Learning experience. Honorable guests of honor, as we mentioned, we are now celebrating our graduation from primary education as a class of 23 pupils. At this school, we have experienced their teaching approach that is distinct from ours, which has inspired us to learn more. Several factors have contributed to our motivation and accelerated learning, such as motivation. Teachers and the school director motivated us by providing